wa umma, viongozi wengine mliopo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya shukrani kubwa kwa Mungu, nitumie fursa hii kuwapongeza viongozi wote mlio hapa leo. Langu kwenu ni kwenda kuviishi viapo mlivyo hapa leo, na kwa kiapo cha maadili najua jaji huwa anatoa kopi baada ya zile mbili mlizo saini, moja na kurudishia. Hiyo ni reference yako ya kuiangalia kila baada ya muda. Hata mimi hapa ninayo ya kwangu, nakaa kipindi kisha naichukua na itizama, najiwekea tiki, wapi niko sawa, wapi nalegea, wapi hivyo. Kwa ndio maana ya kiapo hiki na kupewa kopi. Lakini niwaombe pia ndugu zangu mlio hapa leo, kiapo kile kikubwa na kile cha maadili, mkashirikiane na mtakao wakuta kule mnakokwenda, fanya kazi kwa mashirikiano. Lakini na wale mtakao kutwa, mawaziri wako hapa na makatibu wakuu, mmekuja kupokea watu wapya, mkawape ushirikiano na muelekeze ipasavyo wapya wanaokuja. Kwa upande wa maelekezo mahsusi, Dr. Nagu, hongera. Tumekuweka nafasi hii. Tatu, ni majukumu makubwa kuliko uliokuwa nayo. Najua ulikuwa na majukumu makubwa, lakini haya ni makubwa zaidi. Kwa hiyo nadhani kwa kipindi kichache nilichokuweka nje kidogo ya majukumu, ingawa ulikuwa unaendelea na majukumu yako ya kawaida, utakuwa umesoma somo na kwamba utakwenda kutekeleza vyema majukumu yako hapa kama kiapo ulichokula hapa. Nikwambie tu kwamba unakwenda kuwa naibu katibu mkuu ndani ya TAMISEMI masuala ya afya. Ni Tanzania nzima ndani ya tawala za mikoa na serikali za mitaa. Kama unavyojua kuna ongezeko kubwa sana toka mwaka 2020 hadi leo. Ongezeko kubwa la zahanati, ongezeko kubwa la vituo vya afya kwenye makata, hospitali za wilaya na zile hospitali kubwa za mikoa na za rufaa, sio za kwako, na za mikoa, lakini huku chini kwenye maeneo yako kuna ongezeko kubwa. Lakini pia serikali imefanya kazi kubwa kupeleka vifaa tiba, vitendanishi, wataalamu na mambo kama hayo, na tunaendelea kupeleka. Tunajua bado kuna changamoto, lakini tunakutaka ukayasimamie vyema. Tunaendelea na shughuli za ukarabati wa hospitali kongwe za zamani, ambazo nazo tunataka zifanane na wenziwe ambao tumewajenga hivi karibuni na kuzipatia vifaa, na vyenyewe hizo kongwe tunataka kuzileta katika kiwango hicho hicho. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba afya ya msingi inaboreshwa na tunasogeza huduma karibu zaidi na wananchi. Kwa hiyo una kazi kubwa, naomba nenda kasimamie na tuone sasa kazi yako inavyoendelea, lakini kubwa zaidi kuwajibika kwako kwa wananchi kule chini. Kasimame vyema, kwa sababu nafasi yako hiyo kuna kushirikiana na wanasiasa, hasa wabunge na madiwani, na wenyewe wana changamoto zao. Bunge yuko hapa anajua. Kwa hiyo nenda kasimame vyema, shirikiana nao vyema katika kutatua changamoto wanazozileta. Linalowezekana ambaye tunaweza tutafanya, nenda kaone, kawatembelee. Lisilowezekana wape sababu ya maana kwa nini hilo haliwezekani. Lakini jitahidi kutafuta ufumbuzi wa shida za wananchi kule chini, na mkaondoe urasimu usio na tija kwa michakato ya manunuzi, na kajitahidini kuzingatia sheria. Hayo ni majukumu makubwa zaidi, Dr. Nagu, na ni imani yangu kwamba utakwenda kuyasimamia ipasavyo. Kama Grace aliweza, na wewe utaweza, na imani hiyo.